Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari zenu ndugu zangu na karibuni sana katika kipindi chetu cha Bin Laden TV ambacho tunazungumzia ulimwengu wa tiba. Kwanza kabisa kabla sijaingia katika somo letu la leo na kuombeni mtakapobahatika kufungua video yetu hii na mtakapofaidika na hii elimu ya tiba na kuombeni sana msisahau kusubscribe na kulike na kushare kwa sababu mtakapoendelea kusubscribe naelewa kwamba mnahitaji mazuri zaidi. Lakini mtakapokuwa labda msubscribe mtanivunja nguvu kwa sababu nimeamua kuelekezeni hii tiba kwa undani ambayo kila mmoja atanufaika. Iwe mganga, wewe ni mtu ambaye unataka kujinasua mwenyewe kwa sababu ni bora ujinasue mwenyewe. Hata kama utataka kufundisha watu wengine na mimi nitapata faida kwa sababu naitoa kama sadaka. Leo tutaingia katika somo letu la kumrudisha mpenzi. Iwe mpenzi, iwe mke, iwe mume, lakini bora zaidi uwe na hiki unachokifanya unamhitaji kweli yule mwanamke kwa sababu kama umhitaji kweli utampa madhara, utamfanya mwanamke ambaye awe mtu ambaye kama mwanaume anawaza kila muda kwa sababu ni miongoni mwa njia ambao ukifanya vizuri azifiki siku 7 huyo mtu atarudi. Na miongoni mwa elimu ambayo mimi sijawahi kuishindwa ni elimu ya kurudisha mtu. Kwa hiyo sasa hiki ninachokupeni mimi ni kitu ambacho mimi mwenyewe nakifanyia majaribu kila siku na watibia watu. Ni kitu ambacho chenye majibu ya haraka sana ukifanya vizuri. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu dunia imebadilika. Dunia imebadilika sana. Unaweza ukawa labda na mpenzi, mnaweza mkao mmependana kila kitu, umemgaramia sana, baada ya kumgaramia yule mwanamke akapata mtu mwingine akamshawishi akaondoka. Lakini hii ilipo kwa mwanamke tu na wanaume pia muda mwingine wanaume anaanza na mwanamke maisha yake. Baada ya kuanza maisha yake na mwanamke yule mwanaume umeanza kwa dhiki, taabu na nini. Yule mwanaume atakapofanikiwa anamwacha mwanamke wake ambaye patana taabu anaenda kumuoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo hii ni vitu ambavyo madhira ya dunia. Sasa kwa nini nimeita somo hili la kumrudisha mpenzi, iwe mke, mume, nani? Yoyote atarudi, hata ikiwa ndugu yako atarudi. Atarudi kalijununi shaghafu. Atarudi kama chizi. Sio chizi kifikra, ila atarudi na mapenzi ya dhati kwa yeye, atakupenda sana na atakusikiliza. Hii ni miongoni mwa njia ya hatari. Nisikilizeni vizuri. Hii ni miongoni kwa sababu jini ambao anatumika hapa ni aitwa Afrit minari jini. Huyo ni mkubwa katika majini. Huyo alimwambia nabii kwamba yeye atarudisha kitu. Qala ifritu minari jini ana atika bi kabla an taquma min makamika. Aliagizwa akasema mimi nitakuletea kitu chako hiko kabla hujanyanyuka katika makazi yako. Na kuna riwaya nyingine anasema alimwambia nitakuletea hiko kitu, hiyo fimbo au hiyo pete kabla haujapepesa macho. Na huyu kiumbe ukimtumia vizuri atakuletea huyo mpenzi wako kabla wewe hujafika siku 7. Miongoni mwa viumbe wa hatari sana katika ulimwengu. Ile jini kwanza inaitwa Afritu minal jinni. Tunafanyaje ile tufanye kazi? Kabla sijaingia katika hilo jambo, miongoni narudia tena katika elimu ambayo mimi hainisumbui kumrudisha mpenzi. Hainisumbui kwa sababu ni elimu ambayo naielewa. Ila siri ya kufanya vitu kama hivi katika ulimwengu wa tiba, cha kwanza ni kugeni kitu kizuri sana. Cha kwanza katika kila binadamu katika ulimwengu kuna nyota 12. Nyota 12. Mashuke, punda, ng'ombe, mizan na nyingine zote. Katika nyota hizo 12 kuna nyota 4 ambazo ni maji, udongo, upepo na moto. Sawa sawa. Hizi 12 atumika katika mapenzi. Hizi mashuke, hizi mapacha, mizani atumika katika mapenzi. Sasa angalia, kabla hujafanya kazi hii kwanza watakiwa ujue nyota ya mtu wako. Mfano mtu anaitwa Juma. Mtu anaitwa Juma yeye kwa kutumia jina lake yeye atakuwa ni udongo, nyota yake ya asili. Lakini nyota yake ya kawaida ni mbuzi. Kwa hiyo mpenzi wako kama atakuwa Juma ambao ni mbuzi, nyota yake ya kawaida, siku yake ya bahati Juma ni Jumatano. Lakini nyota yake ya asili yeye ni udongo. Ikiwa ni Mariam, yeye nyota yake ya kawaida itakuwa ni punda, lakini asili ya nyota yake Mariam yeye ni moto. Kwa sababu katika kutumia nyota, tumia nyota kwa kutumia jina, usikudanganye mtu. Usitumie tarehe kwa sababu tarehe haifanyi chochote. Wala usitumie si kolokolo gani, tumia jina lake la kwanza na nyota lake. Natosha. Vizuri sana. Ikitokea labda mtu anaitwa Hashim. Hashim yeye asili yake itakuwa ni maji lakini nyota yake ya kawaida ni nge. Huyu nimekutajieni asili ya nyota kwa sababu ili umpate mtu vizuri. Kuna baadhi ya watu wa tiba wengine
Wao wanakuambia tu kachome. Ukienda kuchoma asili ya huyo mtu ameenda kumchoma ikiwa udongo na mkosa. Na uzuri wa elimu ya tiba, ukijua vizuri lazima itoe matunda. Kwa hiyo katika zile nyota 4 ambao ni maji, udongo, upepo na moto. Kwa nini tunatumia nyota 4? Tunatumia nyota 4 kwa sababu leo hii hata wazee wetu labda wale watu wa shambani wanaelewa, mtu yeyote ambaye ana udongo rafiki yake ni udongo. Lakini pia udongo rafiki yake kuna muda ni maji, kwa sababu ili mmea unawili vizuri shambani lazima utahitaji maji. Na nyota zipo hivyo hivyo, ikiwa wewe ni Hashim, Halima, mtapendana sana nyinyi kwa sababu nyota yenu asili yake ni maji kwa maji. Ikitokea dharuba basi labda ni kugombana kidogo kwa maneno. Ukiambia mke wako mjinga atakwambia mjinga mwenyewe. Lakini ili umpate mtu mwenye asili ya maji lazima ile tarasimu lako wewe ukale kwenye maji. Tunafanyaje ili tukiingia katika somo letu la leo la kumrudisha mpenzi, sisi tutatumia njia ya ili jini. Hiyo kiumbe tu afritu minal jini ni miongoni mwa kubwa katika majini. Ukilitumia kwa fasaha lazima huyo mwanamke au mwanaume wako atarudi. Tunafanyaje tulifanye tarasimu letu liwe vizuri ili lete majibu? Chukua ile tarasimu ambayo unaona katika cover yetu. Baada ya kuchukua tarasimu hili, kichwani mwa tarasimu hili kuna sehemu inaitwa fulani bin fulani. Fulani bin fulani, maana unaandika jina la kwake na la mama yake katika ile picha. Baada ya kuiandika itoe copy, haina shida. Lakini kwa uzuri zaidi iandike kwa kutumia dhafarani, miski na maji marashirozi. Baada ya kuiandika yule vizuri tarasimu lako, utaenda kuleka ukutani. Baada ya kuleka ukutani tarasimu yako, unachukua na mshumaa mwekundu unaweka mbele tarasimu lako. Kisha unaanza kusoma aya ya 39 sura an-Naml. Inaanza qala ifritu min al-jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Soma ile aya mpaka mwisho. Utasoma la 103. Baada ya kusoma ile aya huko unamwangalia yule jini ambaye umemwandika ile karatasi yako ambayo umeandika, umebandika na gundi katika ukuta. Unaanza kusoma qala ya ifritu min al-jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Unarudia kisha unapuliza hiyo picha. Baada ya kumaliza unachukua athari ya mtu ambaye unataka kumrudisha, picha yake, jina lake na jina la mama. Unafunga pamoja na mti wa mtende au unafunga pamoja na tende. Baada ya hapo unachukua ile karatasi yako vizuri, utaisomea, utaifushia na nini. Kama jina lako litakuwa labda linaanza na herufi H au itaanza na YMA, fanya kazi hii Jumanne. Na bwana wako kuwa Kristo ndio utakuwa bwana wako. Kama utafanya Jumatatu, usafanya saa 8 au saa 1. Na wewe pia nyota yako itakuwa Ka, utafanya saa 1 au saa 8 Jumatatu, ambao ni yaumul kamali, utaifanya saa 8 na ubani wa dua lako hili. Kwa vile wewe ni mtu wa Ka, basi ubani wako utakuwa Maka, na ukifanya kazi yako hii basi vaa nguo nyeupe. Hii ni miongoni mwa tiba ambayo ukiitumia fasaha itakugea matunda. Sasa ikitokea mwanamke ambaye unamrudisha nyota yake asili yake ni maji, nenda moja kwa moja na tarasimu kaliziki katika maji. Udongo kaziki kwenye udongo ili umpate. Ikiwa ni maji kavizike kwenye maji, ikiwa ni udongo kaziki kwenye udongo. Ukisika kwenye moto utakuwa unamkosa kwa sababu asili yake sio moto. Ili tarasimu na kuombeni sana mlifanye kwa haki, kwa sababu ni miongoni mwa tarasimu makali sana katika kurudisha mapenzi, kurudisha mpenzi, mume, mke. Hii ni tarasimu ambayo mimi nikilitumia haifiki siku 7 huyo mtu anarudi. Sasa kwa vile mimi ninafanya jiriba milala, na wewe pia kafanye, wasaidie watu au jisaidie mwenyewe ukiwa kwako mwenyewe. Hii ni miongoni mwa tarasimu lenye nguvu sana. Miaka iliyopita rafiki zangu tulikuwa tunakaaga, alikuwa ananiambia Sheikh, mimi mwanamke ananisumbua. Nikamwambia Sheikh, ipo njia ambayo ukiifanya wewe mwanamke akusumbui tena na utampata. Nilikuwa nauliza, tunataka kumuoa wewe mwanamke, utamuoa? Sheikh, tunaoa na nani? Basi kaba sawa, haina shida. Nikamwambia ikifika Alhamisi usiku kwa mkeo Jumaa, mimi ndio siku ambayo naipenda mimi kufanya tiba. Naipenda Alhamisi, naipenda Jumatano, naipenda Jumapili, naipenda Jumatatu. Lakini kwa mimi siangaliagi masaa kwa sababu najua mbinu ya kufanya kutumia masaa. Kwa hiyo inakuwa inajibu pasi na kutumia masaa. Kwa hiyo wale jamaa baada ya hapo ni watu hao wakarudi na wakanambia Sheikh, kumbe njia ni hatari. Nikamwambia zipo njia nyingi za kurudisha wapenzi. Kama mtu anakusumbua, fanya, kwa sababu kama unatumia muda wako mwingi kumrudisha, kumgaramia mtu baadaye anakusumbua,
shekhe, fanya bila kuogopa chochote. Baada ya kusema haya, mimi kwanza nakupendeni, pili mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki na nakupendeni sana na kutakeni Ramadhani karibu.